Kifo kimetoka wapi? Kwa nini tunakufa? Kadiri ya maandiko matakatifu, mpango wa Mungu juu ya kifo, juu ya hali yetu na maisha yetu ulikuwa hivi. Nasoma kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 1 aya ya 13 mpaka 14. Na nukuu, yaani Mungu hakufanyiza mauti, wala haimpendezi walio hai wakipotea. Kwa maana aliviumba vitu vyote ili vipate kuwako mwisho wako. Kumbe ulikuwa sio mpango wa Mwenyezi Mungu sisi tufe. Mungu ameumba kila kitu na sisi wenyewe tuweze kuishi milele pamoja naye. Sasa kwa nini tunakufa? Kifo kiliingia duniani kutokana na husuda ya Shetani na dhambi ya mwanadamu. Ndio sababisho na wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva kwa kutokutii kwao. Toka kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 2 aya ya 23 mpaka 24 nasoma hivi na nukuu, yaani Mungu alimuumba mwanadamu ili apate kutoka kuharibika kwa mfano wake mwenyewe, ila ulimwengu uliingiwa na mauti kwa husuda yake Shetani, na walio upande wake upata kuionja mwisho wako. Kumbuke kabisa Ibilisi ndo adui yetu wa jadi, daima anatutafuta, anatunyemelea, tunatembea naye, tunaishi naye, ili kila wakati aweze kutugeuza na kutupiga kueleka. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Warumi sura ya 5 aya ya 12 mpaka 14 anasema na nukuu, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwako sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi, kufananayo na kosa la Adamu aliye mfano wake yeye atakayekuja mwisho wako. Kumbe ndugu zangu, kifo kinatokana na jinsi Shetani anavyovuta kwake mwache Mungu, pia na dhambi ya ndugu zetu Adamu na Eva, ambayo ndio sasa inatumaliza. Ndio maana tunapata uchungu mwingi kuondokewa na wapendwa wetu, kwa namna pekee mpendwa wetu kabisa. Tulizoeana naye, tumefanya naye kazi pamoja, kazi za utume. Hatutaliona tena tabasamu lake na ucheshi wake. Tupokee haya yote kwa imani na matumaini. Aliye na imani thabiti katika Yesu Kristo mfufuka hata aibishwa. Kristo aliamua kuunganisha maisha yake na ya kwetu ili nasi tuweze kuishi pamoja naye milele, tushiriki ufufuko wake. Jeneza hili tunaloliona ndugu zangu, sio mwisho wa yote, bali ni mwanzo wa kuzaliwa katika heri ya milele mbinguni, kuzaliwa upya. Ndugu yetu hajapotea kimwili, tutamuona tena, lakini kiroho anaishi kati yetu. Tangu tulipozaliwa, kifo kinatusubiri mlangoni, kinatuwinda, kinatunyemelea kutaka. Leo amedakwa katika safari. Ni kama yule mwalimu anayetaka kuadhibu watoto waliokuwa wanapiga kelele darasani. Anasimama mlango mkubwa na anasema apite kila mmoja ila mtaraza bakora, alafu anaenda kuingia nje huko na kupumzika, kujikuna kuna. Sasa kuna mtoto mmoja anaponyoka na teleza kama nyoka, ambuliki bakora. Sasa Shetani anatusubiri kila wakati tangu tulipozaliwa ili aweze kutunyakua na kutudaka. Leo amedakwa katika kitabu chetu. Sasa kesho ni zamu yangu, kesho kutwa ni zamu ya mwingine. Sasa tufanye nini ndugu zangu tuweze kujiandalia vifo vyetu? Jambo la kwanza,
Kifo kumbuke kwamba hakipigi hodi, huja mara moja na huja kwa ghafla. Kingekuwa kinapiga hodi, ingekosa wateja wa kupokea nyumbani. Wengi wameweka ubao mlangoni, tumeenda shambani, tumeenda kazini, lakini kumbe wako ndani huko wanakiogopa kifo. Sasa kwa sababu hatupigi hodi, ndugu zangu, sisi sehemu ya kwanza kujiandaa kwa kifo chema ni kusali kila siku, sala kuomba kifo chema. Tazama kitabu cha Mawaridi ya sala ukurasa wa 22 mpaka 26. Napata zile sala pale nzuri sana. Sala hizi tusaidia kujiandaa vema kukipokea kifo pale kinapokuja. Jambo la pili la kutusaidia kujiandaa kwa kifo vizuri, kuishi maisha mema kila siku, kutimiza wajibu zetu za kila siku na kwa uaminifu, kila mmoja kwa nafasi yake kadiri ya wito wake. Jambo la tatu, uwe na imani thabiti kwa Mungu. Katoliki tuache kutangatanga kwenda huku na huko. Katekista wetu ana kukumbusha wajibu huo fadhili. Mwishoni mwa mwaka jana mpaka maana ameugua sana, lakini alipomstahimilifu hakuweka matumaini yake kwa Mungu. Hakuna mahali ambapo sisi tumesikia hata teteso kwamba alipotoka kwenda kwenye miungu mingine kutokana na ushabiki wa mapambo. Kumbe uthabiti katika imani utatufanya tujiandae vizuri kwa ajili ya kifo chetu. Hata tukiwa katika magumu na changamoto za namna gani, tusimwache Mungu.